Karibu sana tena ndani ya mada yetu ndani ya Bukavu TV, muda wetu wa saa 5 na dakika 30 kuwapasha habari ndani ya media Bukavu TV. Kwa majina anaitwa Nelson kutokea eneo ya hapa mji wa Walikale. Kwa sasa niko ndani ya Centreville ya Walikale hapa nikiwaonyesha sasa mambo inaendelea kuwa vipi hapa katika eneo ya Walikale. Na kwa sasa kila mara nikija kuwapasha habari na waletea habari ya uhakika na habari ya kuonesha kweli Walikale kunaendelea vipi, ama kwa sasa hewa ya Walikale iko vipi. Najua niliwapasha habari ya muda wa saa 1 kamili nikawaeleza kupitia eneo yote ya Jamhuri ya Demokrasia kulikuwa vita mahali papate, lakini ngoja niwalete tena ndani ya kurasa zetu katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mbele ya kuanza kuwapasha habari inabidi ufanye subscribe, like, comment ili kipindi chetu endelee kujifuatilia mara kwa mara. Kama ni shabiki wangu, endelea kufanya subscribe, like, comment ili kipindi chetu endelee kujifuatilia mchana kama usiku. Najua kuna mashabiki wangu kutokea nchi kigeni, kuna mashabiki wangu kutokea eneo tofauti ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na katika eneo tofauti ulimwengu mzima. Na kwa kweli nikija hapa kuwapasha habari ndani ya media Bukavu, ujue mimi mwenyewe ukiniona katika mnara huyu, unaona mnara huyu ni mnara wa ukweli na kukamilisha maneno ya haki na maneno ya ukweli, kwa sababu nikiwa katika mnara huyu naanza kusirikia eneo yote ya hapa Walikale. Mahali popote kunaweza kuwa changamoto, mahali popote bombe ama madrone za jeshi la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia zikitembea katika eneo ya Pinga, Mpeti, Pinda, Mweso na sehemu zingine kadhalika katika eneo hili. Na kwa kweli ngoja niwapeleke sasa kuwafungulia kurasa zetu ili moja kwa moja niwaonyeshe katika eneo tofauti mapambano ya vita inaendelea. Ngoja niwapeleke tarehe 10 tutawapeleka katika eneo ya Minembwe kwa sasa, na nije niwapeleke eneo ya Mikenge kwa sasa, nije niwapeleke teritware ya Fizi hapa .0, baadaye niwalete eneo ya Bukavu katika hapo siri Kivu mji wa Bukavu, bado niwapeleke Walungu. Kwa sasa habari tuko nayo ni habari ya historia ama habari ya mshangazo kwa sasa, na ni habari machungu zaidi. Na ngoja niwapeleke sasa mara kwa moja katika eneo ya Minembwe. Tayari mambo inaendelea kuzorotesha hatua serikali ya Jamhuri ya Demokrasia pamoja na wanajeshi wasaidizi, hao wanaitwa wasaidizi, wazalendo ni wasaidizi wa FRDC, wanaendelea kushambulia wahasi katika milima ya hapo Minembwe. Ilikuwa tarehe 15 tarehe 17, taarifa tulikuwa nayo tayari, ni habari ilitokea katika mara kwa mara. Na hatua niliwaeleza vita ilikuwa tarehe 16 mwezi wa pili mwaka wa 2026. Tayari wanajeshi wa Twirwaneho walikuwa hapo Minembwe, walishambuliwa na FRDC katika eneo ya huko Kageregere. Kulikuwa kiongozi mmoja wa wahasi wa M23 mwenye alikuwa akipandisha wanajeshi kuwapeleka sehemu ya mapambano huko. Vita ilikuwa hapo mno, alikuja kupoteza uhai hapo kwa sababu mashambulizi ilikuwa mingi sana. Drone za serikali zilitambaa eneo hilo ya hapo Mageregere, na hatua kiongozi huyu wa wahasi wa M23 alikuja kupoteza ufahamu, na watu wengi hawajaelewa ama watu wengi hawakuwa wanajua, lakini taarifa tumepata ya uhakika. Kiongozi huyu tarehe 17 wanajeshi walikimbia tayari. Sasa Patrick kaendea wakaona kiongozi hapatikane. Tarehe 18 ndio ilikuwa jana. Sasa ilibidi waende tena kufanya msako, wakampata. Alikuwa ameharibika kabisa, tayari amekufa. Tayari kwa sasa ameletwa katika eneo ya hapo Kamanyola. Ngoja niwapeleke sasa katika eneo, mambo inaenda kubadilika. Hatua wanajeshi hawa wahasi wa M23 walichukua eneo ya hapo Mikenge na hapa Minembwe. Hatua tulisikia viongozi ama
viongozi vya serikali ama wazalendo wenyewe wanazungumza, wanasema ama wanajeshi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC pamoja na viongozi ma chef de quartier pamoja na wa nyumba kumi kutokea eneo ya Mikenge wamezungumza kusema tayari kama M23 tayari walishika mji wa Mikenge ni kwa sababu gouvernement haikuwa haijajiweka pamoja, haikuwa inaelewana. Walikuwa wakipigana, hawana masikilizano, walikuwa wakipigana bila kuelewana, walikuwa wakipigana bila kushauriana. Na hatua kiongozi mmoja wa wanajeshi alizungumza, hatua yeye alikuwa anapewa wanajeshi waende kwenye combat de guerre. Normalement la akifika kwenye kiwanja mapambano anaambia wanajeshi hebu tusonge mbele hivi. Mwanajeshi anamjibu, anamwambia wewe sio kiongozi wangu, inabidi nipewe oda na kiongozi wangu, na yeye ndio amepewa oda ya kufanya nini? Ya kuwapeleka kwenye uwanja wa mapambano. Na kwa sasa adui naye alipata nafasi ya kupenya, kwa sababu adui anakiona watu udhaifu ama akiona mahali watu hawaelewane, anapata njia ya kufanya nini? Ya kupenya. Hiyo ndio tekniki adui anatumia, kwa sababu adui anapenda watu wasioelewana. Na kwa sasa hata viongozi vya hapa Mikenge alikuwa mwami hatua kiongozi kiongozi wa wazalendo anaitwa William Yakutumba alikuja hapo Mikenge alikuwa ameenda katika uwanja mapambano, akakutana na wakaaji wengi zaidi wako .0. Sasa wakaaji, kulikuwa mwami wa hapo Mikenge alikuwa amekimbilia katika eneo la hapo .0. Huyo mwami aliulizwa maswali mengi kadhaa, akasema yeye kuondolewa katika eneo ya Mikenge ni kwa sababu udhaifu ya wanajeshi wa FARDC, sio udhaifu ya wazalendo. Wazalendo wamejitahidi na wameweka bidii na wanaweka nguvu, kwa sababu wazalendo ni wamoja wasaidizi katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na akauliza maswali mingi, akasema kama ingewezekana rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inabidi achukue wazalendo awapeleke kwenye mafunzo ili waendelee kuwa na uzoefu ama ujuzi wa kivita, sio kusema ni kuwapea silaha tu waende wapigane bila mafunzo yoyote, kwa sababu mwanajeshi ama FARDC nao wanaenda mafunzo kwa sababu nini? Waelewe kwa sasa ni je itabidi wapambane na adui. Lakini wazalendo mafunzo wanapewa mafunzo na raia tena wenzao, sio kusema wale wa viongozi wote. Kuna wale walifanya ndani ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ni kwa sababu mtu ameamka asubuhi amesema yeye tayari anasimamia timu fulani, amekuwa tayari kiongozi, hana mafunzo yote ya uhakika ya kijeshi, na ndio maana hali ya mapambano kwa wazalendo inaendelea kuwa changamoto sana. Hiyo ni habari kutokea ndani ya mwami kutokea hapo Mikenge, alizungumza amekimbilia eneo ya .0. Na kwa sasa habari mpya tuko nayo kwa sasa, eneo ya Mulenge Kalonge na eneo inaitwa eneo ya Mulenge, kuna eneo ya Mulenge Mulenge, Kalonge, Mikenge na Bichumbi na eneo ya Kalingi na eneo Elenge. Hapa kwa sasa mambo imebadilika. Mnakumbuka niliwaeleza kama tayari wanajeshi wa wazalendo walikuwa eneo hiyo, lakini kwa sasa waasi wa M23 wanaendelea kuadvance wakichukua eneo yoyote wazalendo wapo ama eneo yote ya muhimu. Kwa sasa nusonde propaganda ya waasi ni nia yao tayari ni kuelekea eneo ya Mwenga, teritwari ya Mwenga, na kusonga mbele kuelekea mpaka Kisangani na kufika mpaka Kinshasa, lakini mambo haitawezekana kwa sababu kufika Kinshasa sio rahisi. Na kwa sasa unajua diplomasia ama wanajeshi wa FARDC nao wanaendelea kujiongeza kwa wingi na wanaendelea kuwa na mafunzo tofauti, ni je watabidi wapambane na adui. Na kwa sasa waasi hao wakienda wakitaka kushika mahali wanashika mahali, wanajua tayari hao watu hawaelewani. Asubuhi mapema muda wetu wa saa 4 mapambano imeendelea katika eneo ya .0, eneo ya huko chini
watu wa hapo Plende Ruzizi, wanajeshi wa wazalendo na FRDC wanaendelea kushambuliwa. Kwa sababu gani? Tayari waasi wa M23 wanaendelea kuingia katika eneo yote wa FRDC na pamoja na wazalendo katika milima mahali wako, ili waendelee kuwapuse kwa sababu waendelee kusonga mbele. Hii ni habari kutokea ndani ya media hapa katika Bukavu TV, na tukiniona mimi mwenyewe nakuja kupasha habari ya usalama na habari ya machungu. Kwa sababu gani? Katika uwanja wa mapambano kila mara nawaambia, unaweza kufikiria wewe utashinda ama utapata adui mwenzio anashinda. Kwa sababu gani? Ukipambana na adui, jua umepambana na mwenzio mwanaume, kwa sababu adui tayari amejipanga. Wanajeshi wa Kongo amejipanga, wazalendo nao wamejipanga, wahasi nao jinsi wanaofikiria tayari watapiga wanajeshi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tayari FARDC nao inajua tayari inabidi mambo iende hivi. Ndio maana unajipata kwa sasa mambo imekuwa tofauti ndani kwenye uwanja wa mapambano mara kwa mara. Na ukiendelea kunisikiliza kwa makini zaidi, endelea kufanya subscribe, like, comment. Tukielekea katika eneo ya hapa Walungu, tayari wanajeshi wahasi pamoja na wazalendo wanaendelea kumeana ama kupigana mapigano kabisa muno, na masasi imekuwa mingi zaidi. Muda wa saa 4:15 tarehe 16 tarehe 19 mwezi wa pili mwaka wa 2020 na ngapi na 6. Na kwa sasa mapigano ilianza vipi? Hatua waliona wahasi walikuwa wakipenya sehemu za juu, wazalendo kumbi nao wamesha kuelewa katika eneo wahasi wamepitia, na kwa sasa wakaaji wa hapo Walungu walikuwa wameshaingia katika mistuni, ndio walianza mapambano tayari. Lakini tayari wanajeshi wa wazalendo wanaenda kuomba msaada kutokea ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kuendelea kuwapea msaada wa kichakula na msaada wa kisilaha na msaada ya kuelewa mafunzo ama kupigana kivipi. Kwa sasa nous sommes des populations, vous avez protégé le meme population, ni wakaaji tayari wanachunga wenzao wakaaji tayari. Kumbuke wazalendo sio wanajeshi kwa kweli, wazalendo ni wanajeshi wale wanaitwa wasaidizi, lakini ya kutumba hao ndio wanakubaliwa tuseme kama tayari hao ni wanajeshi. Kwa sababu gani? Hao wanena na masharti kama wanajeshi wa FARDC. Ni tofauti na wazalendo wengine, kwa sababu wazalendo wengine wanajiongoza wenyewe bila mshimamo yoyote. Lakini Yakutumba, William Yakutumba, yeye anaongozwa na serikali. Kila mahali popote anapoenda anatumwa na serikali na anaenda kufanya mission ama hivyo. Na kwa sasa mnajua Yakutumba anaendelea kuweka maviongozi tofauti, anaendelea kuweka mabatayo tofauti ya kila kijiji yoyote katika eneo ya Fizi, katika Mwenga, katika eneo yote ya teritwari ya uko Fizi na katika eneo ya Plateau. Hii ni taarifa kutokea ndani ya media Bukavu TV. Ufanye subscribe, like, comment ili kipindi chetu kiendelee kufikia mara kwa mara. Na kama wewe ni shabiki yetu, ni ya muhimu zaidi endelea kusubscribe hapo na endelea kuwa pamoja na sisi ndani ya media Bukavu TV. Na wapenda sana mashabiki zangu kuwa pamoja na mimi kila mara kwa mara. Endelea kusubscribe, endelea kuweka comment yako hapa. Sitaki comment za upuzi, na mizi wa shabiki zangu tuamke mapema tuanze kufanya subscribe haraka, tuendelee views zipande. Naona watu wangu mnaanza kusinzia, nataka muamke tena, tuendelee kushare kwa watu wengi ili kipindi chetu tuendelee kuwa kila mara. Nawapenda sana, mkiniona katika eneo naendelea kuwapasha habari kila mahali popote hapa eneo ya Walikale. Kwa sasa Walikale hii iko hivi, lakini bombe leo haijaamuka katika mchana wa asubuhi, lakini ndakuja kuwapasha kwa habari ya jioni. Walikale kwa sasa mambo inabadilika mara kwa mara. Kwa saa hizi Walikale inaweza kuwa hiko hivi, muda wa dakika 5 mambo inakuja kubadilika, ndio nakwambia. Na katika uwanja mapambano mambo inakuja kubadilika mara kwa mara. Mashabiki zangu, nasema kila mara, umoja ni nguvu ya kila kitu na kuelewana ni nguvu ya kila kitu. Ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inahitajika kwanza watu waelewane. Ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inahitajika nuso tout le monde population ajisikie mwingine. Ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanajeshi kwa wanajeshi waelewane, na
ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo tayari wazalendo wakubaliane, waelewane, ndio italeta suluhisho wa amani katika eneo ama ndani ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Rais wa nchi hawezi kurejesha watu vitu vyenye viko ndani yao. Kwa sababu gani? Yeye anaongoza, lakini kuna vitu zingine nao nous sommes tout le monde population, vous avez fait la manipulation, na nyinyi wenyewe mnataka vous avez mené pour la paix. Rais anakuja kuongezea vyenye nyinyi vyenye wakaaji ama tule monde population watu nabidi tufanye, ama sio? Na kwa kweli kila mara mimi nawaambia chanjo la vita sio kupigana, chanjo la vita ni maelewano. Na kwa sababu watu ili vita ishe ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, inabidi wakongomani kwa wakongomani waketi pamoja, waelewane. Ni je, tutaendesha nchi vipi kwa vipi? Kwa sababu kuleta watu ama watu wengine waje kusaidia katika Jamhuri ya Demokrasia ili amani rejee, hii ni nguvu zaidi, kwa sababu itabidi watu waendelee kupenya kupitia chanjo la vita. Mimi mwenyewe najua kila mara nikiwaletea habari watu wengine wanasema mimi nawaletea habari ya upuuza, lakini mwenye akili anasikia, mwenye ana akili kazi lake. Sasa yeye mwenyewe ataendelea kukaa kwa hii dunia anapigwa makofi, ama sio? Na kupenda sana, endelea kufanya subscribe, like, comment, na kwa kweli inabidi tuungane kwa mkono mahali popote upo. Nous tout le monde congolais, vous avez la paix. Mwendelee kukutana, tuongee, Wafulero, Wabembe, kila kabila tuelewane, kila kabila ikutana mwingine, wakwe wa moja. Mkiangalia nchi ya Amerika kuna jaa wa kabila tofauti, lakini haujaisikia hizo nchi zinapigana. Kwa sababu gani? Wanataka kitu inaitwa nini? Colonization yao ama maendeleo yao iendelee kusonga. Kisonga hatua, huyu anaingiza faida kwa nchi, huyu mwingine anaweza faida kwa nchi, haina maana kupifanya nini? Kuleta ubaguzi. Kuna Black America wako huko, lakini haujaisikia vita yote nao. Kwa sababu gani? Kuna kitu Black America anaingiza ndani ya jamhuri ya nchi yao. Na sasa ndani ya Kongo nao kuna kila kitu, lakini upendo, amani ndio kimekosekana. Na ile yote ili amani reje, watu wajiunge pamoja, wajenge union et la force. Umoja ni umoja na njoo kujenga katika eneo yoyote. Na kushukuru sana shabiki zangu, endelea kufanya subscribe, like, comment. Habari tarejea kuja muda wetu wa saa 12 jioni kuwapasha habari ilishinda vipi mchana wa leo na habari ya jioni. I love you so much, na wapenda sana mashabiki.